الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا إخوة، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة فيها الخيرات والأمور والأجور الكثيرة والخصائص المذكورة. فمن خصائص هذه الأيام وهذه الليالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر ما لا يجتهد في غيرها. ndugu zangu katika imani, kumi la mwisho ndio hilo limeshafika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndani yake kuna khairi nyingi na kuna ujira mkubwa na kuna fadhaili nyingi zilizotajwa na kuna mambo maalum yanapatikana katika kumi hilo. Miongoni mwa mambo hayo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akikithirisha zaidi kufanya amali njema kuliko katika siku nyingine isiyokuwa katika kumi hili. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika kumi hili alikuwa yanqati'u 'anil nas wa ya'takifu fil masjid wa yatafarraghu lil ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijitenga na watu na akikaa msikitini kwa ajili ya kupata faragha ya ibada. Na hapa mimi nina nasaha muhimu sana katika hili. Mtu kupata faragha ya kumdhukuru Mola wake na ni kumkumbuka Mola wake, akayakumbuka madhambi aliyoyafanya, anayoyajua na asiyoyajua, ya siri na ya dhahir, akapata faragha hiyo, kwanza ni jambo linalotakikana kwa kila mwenye akili timamu. Pili, kukaa faragha huko peke yake ni ibada, walipwa, na faragha hiyo haiwi isipokuwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, na bilkhusus katika misikiti yenye kuswaliwa Ijumaa ndani yake, almasjidul jami', msikiti ambao hupatikana swala Ijumaa ndani yake, ndipo mahali ambapo watakiwa ukae hiyo i'tikaf. Tafuta kipembe chako na faragha yako, kwamba eka azma kwamba mimi anania kwamba hapa mimi niko kwa ajili ya ibada, inaitwa i'tikaf. Na kuna adabu zake na taratibu zake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilifanya hilo, akipata faragha anakaa msikitini. Kumi lote la mwisho anakaa faragha msikitini kwa ajili ya ibada, na ibada si kwa aina tofauti tofauti. Moja ni hiyo, kukaa faragha na kuyatafakari madhambi yako na kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kukithirisha swala, kukithirisha kusoma Qur'an, adhkari aina mbalimbali, na unajitenga na maneno ya watu. Hakuna mazungumzo na watu ila yale ambayo hayana budi. Limekuja jambo la dharura nyumbani au kuna kitu fulani utaelezwa, basi hakuna mambo ya story na vijiwe. Unatakiwa upate fursa hiyo. Twajua mambo ni mengi, maisha yamekuwa yanatupeleka mbio, lakini siku 10 tu, pengine zikawa 9, huwezi kupata faragha hiyo, na pengine katika jambo hilo ikawa ndio sababu ya kufunguliwa wewe katika maisha yako ya hapa duniani na akhera. Allah akafungua milango ya khair kwa hiki kitendo unachokifanya. Si udaruweshi kwamba yeye kakaa msikitini tu kule. Si kukaa tu msikitini, hii ni i'tikaf. Watu wakufunga safari bwana kwa gharama kubwa, wakatoka nchi mbalimbali, mabara mbalimbali, wakaelekea katika miji mitakatifu ya Makka na Madina kwa ajili ya i'tikaf. Sisi hatuna uwezo wa kusafiri tukaacha miji yetu tukaenda huko, lakini misikiti tuko nayo.
Tukaeni katika misikiti yetu, tufanyeni ibada. Twaweza tukapanga mambo. Si una shughuli wewe, shamba lako la kushughulisha, mifugo ya kushughulisha, kazi fulani ya kushughulisha. Si ukisafiri pia waachia watu, au usafiri wewe ukijiwekea utaratibu waweza, jamani, jambo langu hili mimi sitakuwepo kwa muda wa siku 10, waachia watu. Na hili pia waachie watu. Acha kwa ajili ya jambo hili, kaa kwa ajili ya Mola wako, ufanye ibada. Na hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min al-hirman al-azim wal khasarati al-fadiha an tara kathiran min al-muslimin yumduna hadhihi al-awqat ath-thamina fima la yanfa'uhum fi dunyahum wala ukhrahum yasharuna mu'dhama al-layali fi al-lahwi al-batil. Kwa hakika ni katika alama ya kunyimwa juu ya kheri na hasara kubwa ambayo haiwezi kufidiwa ni kuwaona watu wengi katika Waislamu wanazimaliza siku hizi, nyakati hizi zenye thamani, kwa mambo ambayo hayawanufaishi. Sio sema una shughuli wewe, mbona umekaa maskani wazungumza? Hili ndio jambo la ajabu. Unajua bwana maisha hivi, lakini kwa maskani umekaa kijiweni wapige fujo. Si wewe unasema maisha? Laiti kama ingekuwa ule udhuru wa kutafuta maisha tunaotoa ili tusisome na ili tusifanye ibada nyingine mbalimbali, laiti udhuru ule ungekuwa ni wa kweli tuufanyia kazi, basi hizi nchi zetu zingekuwa ni katika nchi zilizoendelea duniani kwa kiwango cha juu kabisa, kwa sababu watu wake hawataki mchezo kwenye kazi, katika kutafuta maendeleo. Lakini urongo, waongo wakubwa, waongo. Mamaliza mambo yenu kwenye mipira, mamaliza mambo yenu katika stori za mitaani na barabarani huko, na mambo ya kipuzi, mamaliza mambo yenu katika musalsalat, na hasa katika hizi simu smartphone. Mtu akishajiunga bando lake pale na kila kitu, basi kitandani hapo ataperuzi tu, katoka huku kaingia huku, katoka huku, akitoka Twitter anakwenda sijui wapi, katoka huku hivyo. Umri waisha, pengine mtu mzima mvi zishamjaa yeye na Instagram. Watafuta nini wewe babu watafuta nini huko? Mauti yatakujia katika hali hiyo wewe, mauti yatakuja hapo katika hali hiyo, watafuta nini huko? Au unathamana kwamba utamaliza mambo yako alafu baadaye utaleta tauba? Angalia wakati ulionao, ni wakati mdogo sana. Sasa mtu anaweza kawa haendi maskani wala hazururi mtaani kajifungia, lakini kumbe yuko kwenye ulimwengu mwingine kabisa na simu yake. Ni fitna kubwa kabisa. Sasa ittaqillah ya Abdallah. 10 la mwisho hili limeingia, na pengine mtu akakaa msikitini, yuko msikitini amekaa, lakini yeye yuko kwenye anaperuzi katika mitandao ya kijamii huko. Tafuta nini? Si kwamba labda kuna fatwa anaangalia semaje Ibn Baz kasemaje, sio Ibn Hajar yeye ana vitu vingine anavitafuta vya kipumbavu tu, havina faida yoyote. Na yuko msikitini au yuko kichochoroni amekaa, au nyumbani kwake au ofisini kwake, wallahi utaulizwa kuhusiana na neema hii uliyopewa. Ndugu zangu katika imani, fursa tuliyopewa ni kubwa sana. Leo tungekuwa tunajua. Sasa tujitahidini. Kama huwezi kukaa 10 lote, basi kaa siku 3, kaa siku 1. Ukipata fursa njoo kae msikitini mchana kutwa na usiku wake, soma Qur'an. Kila ukipata fursa ingia msikitini. Fursa ukiipata, badala ya kwenda mahali fulani, nenda msikitini kakae, soma Qur'an. Moyo wako ufungamanishe na msikiti kwa kiwango cha juu kabisa. Hii ndiyo kheri na ndiyo faida. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.